Vita vya ndoo, War of the Bucket. Historia ya ajabu zaidi Italia na duniani kote. Je, umewahi kusikia watu wakipigana vita kwa sababu ya ndoo ya maji? Ndiyo, ndoo ya kawaida kabisa. Lakini hii si hadithi ya utani, bali ni historia halisi ya vita iliyotokea Italia mwaka 1325. Vita iliyosababisha maelfu ya watu kupoteza maisha kwa sababu ya kitu kinachoonekana kidogo sana. Habari, karibu Positivity Media. Leo tumekuletea makala ya kustaajabisha sana. Vita vya ndoo, moja ya vita za ajabu zaidi kuwahi kutokea duniani. Ili kuelewa vita hii, lazima turudi nyuma katika Italia ya karne ya 12. Wakati huo, Italia haikuwa nchi moja kama ilivyo leo. Ilikuwa imegawanyika katika miji huru, kila mji ukiwa na jeshi lake, sheria zake na mara nyingi uadui wake na majirani. Miji miwili muhimu ilikuwa mji wa Bologna na mji wa Modena, hulo Italia ya sasa. Lakini hawa hawakuwa tu majirani wa kawaida. Walikuwa maadui wa kisiasa kwa muda mrefu. Kulikuwa na makundi mawili makubwa: Guelphs waliomuunga mkono Papa, Ghibellines waliomuunga mkono mfalme. Bologna ilisimama upande wa Papa, Modena ilisimama upande wa mfalme. Hivyo basi, muda wote na wakati wowote, vita ilikuwa inasubiri tu kisingizio, na kisingizio hicho kilikuja kwa njia isiyotegemewa. Tukio la ndoo. Siku moja wanajeshi wa Modena waliingia katika mji wa Bologna. Walifanya uvamizi wa haraka, wakachukua vitu mbalimbali kama nyara. Lakini miongoni mwa vitu walivyochukua, kulikuwa na ndoo ya mbao kutoka kwenye kisima cha maji cha mji. Ndiyo, ndoo ya maji. Kwa Modena, hii ilikuwa kama ishara ya ushindi. Lakini kwa Bologna, hii ilikuwa ni fedheha kubwa sana. Ilikuwa kama kusema, tumeingia nyumbani kwenu na hata maji yenu tumeyachukua. Hasira ikaanza kuchemka. Kuanza kwa vita. Bologna hawakuweza kuvumilia aibu hiyo. Wakaandaa jeshi kubwa zaidi ya askari 30,000. Lengo lao lilikuwa moja tu: kulipiza kisasi na kurudisha heshima yao. Kwa upande mwingine, Modena walikuwa na jeshi dogo, takriban askari 7,000. Lakini walikuwa tayari. Walijua vita hii haikuwa tu kuhusu ndoo, bali ilikuwa kuhusu nguvu, siasa na heshima. Mapigano makuu Zapolino, tarehe 15 Novemba 1525. Vita ililipuka katika eneo la Zapolino. Jeshi la Bologna lilikuwa kubwa mara 4 ya Modena. Kwa hesabu za kawaida, walipaswa kushinda kirahisi. Lakini historia haifuati hesabu za kawaida. Modena walipigana kwa nidhamu kubwa. Walitumia mbinu bora za kivita na waliongozwa na makamanda waliokuwa na uzoefu mkubwa. Ndani ya muda mfupi, hali ilibadilika. Jeshi la Bologna lilianza kuvunjika. Askari wao walikimbia. Na kile kilichoanza kama vita ya kulipiza kisasi kikageuka kuwa fedheha nyingine kubwa zaidi. Modena waliwashinda vibaya sana. Baada ya ushindi huo, wanajeshi wa Modena hawakuishia hapo. Waliwafukuza maadui wao hadi karibu na kuta za Bologna. Walikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya mji, lakini hawakufanya hivyo. Badala yake, walirudi nyumbani wakiwa na ushindi wao, na muhimu zaidi, wakiwa bado na ile ndoo walioiba. Hatima ya ndoo. Ndoo hiyo haikurudishwa kamwe. Ilibaki Modena kama alama ya ushindi wao. Hadi leo inasemekana kuhifadhiwa kama kumbukumbu ya historia hiyo ya ajabu. Kwa Bologna ilikuwa kumbukumbu ya kushindwa. Kwa Modena ilikuwa fahari. Vita vya ndoo vinaweza kuonekana kama hadithi ya kuchekesha, lakini ndani yake kuna ukweli mkubwa sana. Hii haikuwa vita ya ndoo pekee. Ilikuwa vita ya siasa, nguvu na heshima. Na mara nyingi katika historia ya binadamu, vita kubwa huanza kwa sababu ndogo sana: kiburi, aibu na tamaa ya kulipiza kisasi. Hivyo basi swali linabaki: je, kweli walipigana kwa sababu ya ndoo, au ndoo ilikuwa tu kisingizio cha vita iliyokuwa tayari mioyoni mwao?
Kama umeipenda hadithi hii ya ajabu ya historia, subscribe kwenye channel yetu, like video hii na share ili watu wengine wajue kuwa wakati mwingine historia inaweza kuwa ya kushangaza kuliko hata hadithi za kubuni.